Mheshimiwa Spika, matokeo ni kama ifuatavyo. Idadi ya kura za hapana 0. Kura zilizoharibika 2. Kura za ndio 369. Asante. Na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Mheshimiwa Mwigulu, karibu tutoe shukrani, na ukimaliza kaa kwenye kiti chako rasmi. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na kutukutanisha katika bunge la 13. Namshukuru Mungu vile vile kwa hatua hii ambayo tumetoka kuishuhudia. La pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa Watanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Spika, katika miaka 5 Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais anayetaka matokeo ya haraka yanayotatua matatizo ya Watanzania. Amefanya hivyo wakati alipoapishwa kulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Aliweka jitihada kubwa za kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kuachilia umeme ule ambao umemaliza kabisa tatizo la kukatika kwa umeme na kuipa nchi ziada ya umeme. Alipoingia madarakani kulikuwa na tatizo la vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto kutokana na upungufu wa hospitali na vituo vya afya. Katika kipindi kifupi amejenga zaidi ya hospitali 119 za wilaya, zaidi ya vituo vya afya 649 katika kata mbalimbali na zaidi ya zahanati 2800 kwa nchi nzima. Katika kipindi kifupi kulikuwa na shida ya shule pamoja na madarasa, na tulikuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakisomea chini ya miti. Katika kipindi kifupi amejenga shule mpya zaidi ya 2700 za msingi na amejenga zaidi ya shule 1300 za sekondari na madarasa zaidi ya 1097. Hivyo hivyo katika sekta zingine ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague
kwa wingi na nimetaja tu kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani hii si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa rais. Tuna imani na utendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Dr. Hussein Mwinyi kwa kuchaguliwa na kuaminiwa kuwa rais wa Zanzibar. Ushindi wake ni ishara na uthibitisho wa kazi kubwa alizofanya za kuwaletea maendeleo wa Zanzibari. Namtakia kila laheri katika utumishi wake mpya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari amekuwa kiungo muhimu na amekuwa akisaidia sana majukumu yanayohusu sheria kama custodian wa masuala ya sheria wa serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13. Natambua nia yako thabiti ya kulifanya bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Niahidi kwa niaba ya serikali tutatoa ushirikiano wa dhati kuweza kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako hayo ya kulifanya bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Philip Mpango, makamu wa rais mstaafu, kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Tutamkumbuka kwa unyenyekevu wake, kwa maono yake na usaidizi wake uliojaa utii. Dr. Mpango amefanya kazi yake kwa uthabiti mkubwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.